Lazima upo. Kwa sababu gani? Ukiangalia rate kubwa ya wachezaji wa Simba ambao waliitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania na wote waliotoka kwenye AFCON kwa ujumla, yani 20% ndio wametumika. Kwa mfano hapa Shomari Salum Kapombe, kwa mfano national timu ya taifa Tanzania ni wachezaji wawili tu ambao wametumika na wao wenyewe sio wametumika katika kiwango hicho ambao nakizungumzia. Unamtaja mtu kama Shomari Salum Kapombe ambaye katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi dhidi ya Nigeria alianza, ndio, lakini baadaye katika mechi ya pili dhidi ya Uganda hakucheza, ndio, lakini game ya pili ya tatu pia dhidi ya Tunisia kama kawaida hakucheza, aliingia mwishoni kabisa kama ilivyo katika hatua 16 bora. Unamtaja Suleiman Mwalimu ambaye alianza kupata nafasi katika mchezo wa pili kama sio wa tatu dhidi ya mchezo dhidi ya Tunisia. Na Tunisia pia alicheza Tunisia na mchezo wa 16 bora dhidi ya Morocco. Sasa wakina Yusuf Kagoma, wakina Morris Abraham ambao walikuwa wanaangaliwa kama regular starter kwenye kikosi cha Simba wameshindwa walishindwa kuanza, yani hawakuanza wala kupata nafasi yote ya kucheza. Sasa hii inakujaje? Kuna lazima gani kuweka nje? Lakini itakiwa wangepata mapumziko kama ambao wamepata wachezaji wengine. Kipindi ambacho AFCON ilikuwa ikiendelea, yote yanawezekana. Klabu zote hizi ambazo zilikuwa ligi kuu hapa. Yani kwa mimi na Solo namuelewa kwa kitu kimoja, kwa sababu wale wachezaji hawajatumika. Ni kwamba hata fatiki sio kubwa. Yani ni kwamba walipata muda wa kufanya ile recovery. Ndio. Kwa nini wametoka timu ya taifa? Kwa nini wasije kutumikia klabu yao? Kwa sababu ukija kuangalia hawajatumika yani kama Kagoma kuna Kagoma, kuna Morris Abraham hawajatumika kabisa. Kapombe alikuwa Kibu Denis hajatumika kabisa. Japokuwa Kibu Denis mwalimu alikuwa anasema alikuwa na changamoto kidogo ya kisaikolojia baada ya kufiwa na mzazi wake. Ni kwamba alikuwa hayupo vizuri kidogo kisaikolojia kwa mujibu wa mwalimu Gamondi. Sijajua kwa Steve Becker yeye atamuonaje, lakini kwa wachezaji hao wengine waliobaki ni nafasi yao ya kuja kuonyesha walichonacho katika timu yao. Na ukiangalia ni mechi dume Mzizima Derby ambayo imehamia visiwani Zanzibar. Kwa hiyo wanatakiwa kuja kuonyesha ili wana Simba waje wafurahi, kwa sababu wakifungwa tena ni kwamba kuna uwezekano mkubwa hata ile Mzizima Derby ikija kwenye ligi kuu tena labda raundi ya pili mashabiki wasijitokeze kwa wingi. Bana, hiyo ni kuhusiana na Mzizima Derby ambayo inaenda kupigwa kwa siku hii hapa ya leo. Lakini kitu ambacho pia kimekuwa ni surprise kubwa nyingine ni kukataa kutumia wachezaji ambao walikuwa hawajaitwa na hawajaanza na timu ya Azam FC. Bana, coach Ibenge amesema bana ataendelea na wachezaji wale alikuwa nao tangu mwanzo. Yeye ameshikilia pale. Yeye amesema bana, mimi hata kama wanaita lakini mimi nitabaki na wale. Amewasusa wale kwenye national team. Anataka wapumzike, sija. Wenda lengo lake ni kwamba pumzike kwa sababu wajua Putin nataka niliweke ili clear. Ndio Azam FC na Singida Black Stars ni miongoni mwa klabu, yani leo ukiniambia nikutajie klabu bora 2 Tanzania ambazo zina upana wa kikosi. Ya kwanza Azam, afu anafuata Singida Black Stars. Kwa sababu gani? Azam FC wana mtu kama Sadio Kanuti pale katikati. Ndio? Sawa Azam FC wana mtu kama Himidi Mao Ninja pale katikati. Azam FC wana mtu kama James Akaminko pale katikati. Hao wote hawajaguswa national team, wapo pale. Na ukija ukimwangalia Mtasingwa amerudi tena, Adolfo Mtasingwa amepona tayari. Of course Azam FC wana mtu kama Jesfati Kitambala Bola pale mbele. Wana Nasro Saaduni ambaye yupo pia. Sopo anaenda national team, yupo pale, si ndio? Haya. Azam FC golini wana Aishi Manula. Ndio. Wana Zuberi Foba ambaye alienda national team. Achana Zuberi Foba, wana golikipa ambaye toka Al Hilal msimu uliopita. Mustafa. Miongoni mwa best goalkeeper. Sio goalkeeper wa kokota kota. Afrika ni best goalkeeper in Africa. Of course. Njoo pale nyuma. Wana Yoro. Ndio. Yoro Diaby. Wana Lusajo Mwekenda. Ndio. Wana Edward Charles Manyama. Ibenge akizungumza akisema yeye hataki kuwatumia wachezaji waliokuwa AFCON. Maana yake nini? Maana yake hapo anamkata Faisal. Ana vikosi kama vile ambavyo amebaki navyo. Unamtoa Faisal tu mmoja. Na ukimtoa Faisal kuna yule jamaa alotokea Algeria yule. Namba 10 ile. Meza. Achana na Meza. Achana Baraket. Baraket. Umeona? Kwa hiyo yule naye anacheza kama namba 10 na ni professional player.
Maana umemkosa professional player, una professional player mwingine. Umeona Ase game itakuwa ni tough sana kwa kweli. Tuendelee kusubiri kwa sababu ambaye anaombea dua nyingi sana kwa hivi sasa. Nadhani wazee wa Simba kama ni kupiga albadili nyingine hapa inabidi wakae vizuri. Of course, alikama mwaga na msemo anapenda kutumia, anasema inapofikia tu timu yake inacheza, kila shabiki kama kuna kitu huwa anakifanyaga ili timu yake ishinde, basi na akifanya. Shape ya Simba inakuwa yote kama ambavyo ipo, kwa sababu mtu kama Rushen De Reuck yupo fit na yupo Zanzibar na kikosi, maana kinategemea kumuona leo hii akianza kwa namna yote ile. Sioni kama Mwalimu Baka ataendelea kuwa na masihara, kwa sababu kitu kikubwa ambacho mashabiki wa Simba wana demand kutoka kwake ni kurudisha Simba katika mstari. Unarudishaje Simba katika mstari? Unatakiwa urudishe Simba katika mstari kwa kuanza kushinda. Unaanzaje? Unaanza na michuano ya Mapinduzi. Sawa Bingwa wa Mapinduzi anachukua milioni 150. Sio kesi kwenye swala la hela. Kesi kiu ya mashabiki ni kuona timu yao inashinda. Sio kama unanipata vizuri. Unacheza na Azam ambao wametoka kumjeruhi Simba katika mechi iliyopita kwenye ligi. Sasa Steve Barker kama atakubali kuanza na mtu kama Rushen De Reuck pale nyuma, kujaribu kupunguza ile pressure, lakini pia kumtumia Chamuka Labwe kama partnership wake, kwa sababu hao tayari wameshacheza, si ndio? Namba 2 hata akianza na David Kameta Duchu sio mbaya. Namba 3 ataamua yeye acheze nani, acheze Mligo au acheze hata Nabi Kamara, lakini kwangu mimi akienda na Mligo itakuwa vizuri, kwa sababu amerelax game iliyopita hakucheza, si ndio? Middle 6 Alassane Kante akiondoka itakuwa vizuri, kwa sababu hao Azam wenyewe wana faida ya mtu kama Kaminko, wana faida ya mtu kama Midimao ambaye ni mvuruga, na ndo wale wavuruga mechi iliyopita kama uliangalia kwa makini. Nimecheki sana alipoingia Kaminko pale, game ndo ikatamatika na zilifanyika sabu mbili kwa Kaminko na Nasoro Saduni, shughuli ikawa imekatika. Saduni assist 2, game akawa imemaliza, Kaminko akashika dimpa pale, mambo yakawa yameshia pale. Viungo watatu wa chini, Alassane Kante, Nabi Kamara, lakini pia bila kumsahau bwana mdogo nani huyo? Yupe hapo katikati la midfield hapa. Umemtaja Nabi Kamara, Alassane Kante, lakini hao ameonekana. Nataka watatu wa chini. Watatu wa chini hawa atakuwa juu, msala juu. Semfuko bwana Semfuko, nataka acheze Semfuko kwa sababu ya performance ambayo alinionyesha kwenye game iliyopita dhidi ya Ufufuni. Of course kwa Semfuko, Alassane Kante pamoja na Nabi Kamara atakuwa kama wanaotengeneza ule mstari watatu wa chini. Wakati pale juu sasa ndio unakuja kumwona mtu kama Janchazi Ahua, Elie Mpanzu Kibasawala, wakati huko kushoto akitokea akaendelea kuaminiwa Joshua Mutale Budo aendelee kuona namna gani ambavyo anarecover kwa ajili ya kupambania namba 8 ya Simba. Kwa hiyo kwa mantikio ni kwamba mwalimu anatakiwa ingie na namba 9 kivuli kama kawaida. Yaani kama kawaida. Lakini Mkola yupo tayari na ametrain na timu yake. Amefika na hata Soa pia yupo. Na Soa yupo pia, na alifika mapema sana Soa. Wakati huo anaenda walikuwa pamoja na Soa. Game iliyopita alitumia namba 9 kivuli pia kama kawaida. Lakini lakini tuliona namna alivyo struggle kwenye kupata matokeo. Kwa nini asianze na namba 9 kama akiamua kutumia namba 9 kivuli? Kutokana na mechi ya Azam anapocheza, yeye mwenyewe atakuwa amejiua. Yaani atakuwa amejiba mkono wa kwaili yeye mwenyewe. Bana Kamoti. Tucheki huwa ana game approach tofauti kutokana na mpinzani anapokuja. Nikija kulifaa game ya ligi ambayo imepita, Mwalimu Florent Ibenge aliingia kwenye ule mfumo cha kwanza, kipindi cha kwanza aliingia katika tempa ya chini, yani kufanya ile absorption ya mashambulizi, kwamba waje mimi nikiwa nawasoma. Kipindi cha pili dakika 15 za mwanzo akafanya hivyo, na huku akiwa anagundua kwamba Simba zinapofika mwanzo dakika 70 kwenda mbele ni kama tenki lao wachezaji linashuka. Ni baadhi ya wachezaji ambao huwa wanaanza na kasi ile na wanamaliza na kasi ile. Mtu kama Elie Mpanzu Kibisawala huwa kasi yake ni ile, lakini hao wachezaji wengine tenki lao huwa linashuka. Akagundua sasa baada ya tenki kushuka naingiza watu ambao energy yao ni kubwa. Akafanya sabu hizi mbili tu. Akamuingiza Kaminko, anajua huyu ana energy na ana nguvu, anaenda kusaidiana na Ninja Himidi Mao Mkame. Pembeni asema naingiza mtu mwenye kasi, najua wakati huu tayari hao jamaa wameshachoka. Akamuingiza mtu kama Nasoro Saduni ameingia, ametoa assist 2. Na hata mchezo wa leo pia ni ndo approach yake mwalimu, huwa anaingia zile dakika 15 za mwanzo kwa kukusoma. Alafu anakuja kipindi cha pili anaupozesha mchezo, alafu yeye anachokifanya anaangalia ni mashine gani ambazo akiziingiza zinakuja kuchangamsha mchezo na anashinda. Na hata game ya Yanga na Al Hilal msimu uliopita alipowapiga goli 2 hapa, ni kwamba kipindi cha kwanza Yanga walishambulia, yeye akawa anawaacha ametulia. Akaja kwenye zile dakika 15 za kwanza akawa ametulia. Dakika 65 akafunga goli.
dakika za mwisho zile Yanga wote wamepanda wakafunga goli la pili. Na ndio approach yake, yani huwa anapoingia huwa anapenda kumheshimu mpinzani kwanza. Alafu anakusoma, anakuangalia weakness yako iko wapi, anafanya substitution ambazo zinamlipa kwake, anaweza kushinda. Kwa hiyo Simba leo wanatakiwa kuwa makini sana. Yani wanapocheza na Azam wanatakiwa wawe na tahadhari, kwa sababu mwalimu Steve Becker sija kaingia akaonyesha mbinu zake zote, alafu mwisho wa siku jamaa akaja akafanya sabu ikaje ikamlipa, na mwisho wa siku akaja kupoteza mchezo. Na ikumbukwe pia Steve Becker huu mchezo anatakiwa kurudisha ile heshima ya Simba. Unajua akifungwa tena hapa kuna namna hata mashabiki watakuwa hawana imani naye kuja kwenye michezo ya ligi kuu, kwa sababu na akimaliza hapa ni moja kwa moja klabu bingwa. Ni klabu bingwa. Sasa unapofungwa tena na Azam, afu bad luck unaenda ugenini kukutana na Esperance de Tunis. Yani umetoka kufungwa huko, unakuta hata imani ni ndogo kwa mashabiki. Tunaenda ugenini pia huenda tukaa tumefungwa. Kwa hiyo huu ni mchezo pia wa kuwatengenezea mentality wachezaji ya kiushindani, kwamba unajua timu inaposhinda kuna ile hali ya kujiamini kwa wachezaji, kwamba wakipata ushindi wanapata ile morality ya kupambana. Sasa unakuta timu ikifungwa, mashabiki wenyewe wako slow down, unakuta hata wachezaji sasa kama hata mashabiki wenyewe kuna ile hali ya kushindwa inakuja kwenye fikra za wachezaji. Kwa hiyo mwalimu Steve Becker hii mechi inamhitaji zaidi aweze kushinda kivyo vyote ili kuweza kurudisha morali ya timu. Bana, sawa, game itapigwa saa 2 usiku kwa majira ya Afrika Mashariki. Hata kibongo hapa ni zipo taarifa ambazo zina ripoti kwamba Dar es Salaam Africans wamemalizana na mshambuliaji, pendekezo la kocha Pedro Gonçalves Depu almaarufu kwa jina la Depu. Na issue kubwa ya Depu ni kwamba Gonçalves alishawahi kufanya naye kazi akiwa timu ya taifa ya Angola. Sasa baada ya Gonçalves kuwasili kwenye viunga vya Jangwani, akaona kama haridhishwi na situation ya mastreka ambao wapo, akawaambia wananchi, nataka Depu. Na basi Yanga chini ya Engineer Hersi kama kawaida wakawasilisha kitita ama ile offer, kwa sababu Depu alikuwa na mkataba wa miaka 3 na klabu yake ambayo yupo. Sawa kwa Young Africans wakawasilisha offer ya zaidi ya milioni 700. Sawa punga umefika, wale jamaa wanasema wamekunjua nafsi, nasema hakuna shida, doze mambo yaishe, kafanye kazi kilo safi. Kwa sasa wale jamaa wamekubali kumwachia Depu na mwisho wa siku inasemekana huenda akaibukia huko Zanzibar. Inaweza kawa ni surprise kwenye mashindano. Inaweza kawa ni surprise kwenye mashindano. Au wanasubiri watenge finali wananchi. Kwamba wanavizia endapo watafika finali waweze kuja na surprise. Na by the way Young Africans wanapenda sana sifa. Last tournament kwenye Mapinduzi washaye kumtambulisha Agustin Okra. Watu washangaa tu, walimtoa kwenye kabati. Unajua the same pia walimtoa kwenye kabati. The same pia juzi waliofanya kwa Maruf Chakei. Unajua Maruf Chakei Young Africans wameua ile kodi ya baadhi ya waandishi ambao wenyewe walishakuwa wameshatengeneza sticker zao na picha za utambulisho, kama eti Yanga wameshapiga picha na za utambulisho na Maruf Chakei, kwa muda wote watafanyaje, wataziachia, watamtambulisha. Kwa hiyo Yanga walivyoona hivyo, sawa, wao kama wao wakaja kumtambulisha picha yake kwa namna tofauti kama ambavyo aitambulishwa Edmund John. Ametambulishwa moja kwa moja. Edmund John hajatambulishwa kwenye page maalum, yani kwamba eti amepiga picha nini. Yeye ameingia tu uwanjani, mchezaji unamuona yupo uwanjani. Na Shakei alionekana akiwa anaambatana na timu wakati inaenda Zanzibar. Of course ndio mechi yake ya kwanza alicheza dhidi ya KVZ. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Young Africans huwa wana creativity hiyo tuseme. Lakini tukiachana tetesi hizo za Depu pale Simba Sports Club anatajwa Clatous Chota Chama kurejea kwa mara ya 3 ndani ya Simba. Unaambiwa Simba wanafanya kila linalowezekana kuhakikisha wanampata Chama. Bana, Chama anaonekana mzee kwa kipindi kile, lakini kwa hivi sasa bado ni kijana na miaka 22. Kwa sajili ambazo wamezifanya Simba sijaona, ila kwangu mimi ambaye ana uwezo wa kumzidi Clatous Chama. Tukubali tukatae. Kwa uzoefu na kwa kila kitu. Na ndio alisema Fadlu, alisema ana X Factor alikuwa anamtaja Fadlu ni Clatous Chota Chama. Mchezaji aina ya Chama au mchezaji aina ya Pacome Mzuzwa, tusizunguke. Simba hawana. Lakini kwangu mimi Putin naweza ni siwe mbali na Nasolo, lakini naweza nikasema kwa ajili ya ili Simba waende nchi ya ahadi. Kwangu mimi sidhani kama wanakuwa wanahitaji huduma ya Clatous Chota Chama. Japokuwa kumpata mtu ambaye amekamilika kama Clatous Chota Chama moja kwa moja ni ngumu, lakini ni wakati wao sahihi kuingia sokoni, kumwangalia kijana ambaye anaendana
Unajua huwezi kuwa mchezaji ukawa kama fulani moja kwa moja. Yani Chama atabaki kuwa Chama, lakini wende wakatafute mchezaji ambaye anaendana au anashabiana na Chama kwa uwezo, ambaye watakaa naye kwenye misimu takribani 3 mpaka 4 ili kuweza kuangalia ile progressive yake na kuweza kuangalia timu itaweza kuchezaji kwenye rhythm yake. Chama sasa hivi kweli atakuja atawasaidia msimu huu labda na msimu unaokuja, labda akapata injury kutokana na umri wake, atakaa nje muda mrefu. Kwa hiyo kwa timu ambayo inahitaji mafanikio barani Afrika, unahitaji labda maybe ufike nusu finali au finali ya CAF Champions League au Confederation, unahitaji mchezaji ambaye kaliba kama ya Chama, ambaye ni kijana, ambaye ataweza ile mikiki. Of course Chama sio mtu wa mikiki, lakini utulivu wake ndio unatofautisha Chama na wachezaji wengine. Unajua Chama akipata mali yani hana kitete. Unajua wachezaji wengine, mfano mzuri Budo. Budo ni mchezaji mzuri, lakini machachari. Shida ya Budo ni kwamba utulivu ni mdogo mno. Anaweza akachenga huko akaja hadi kwenye boxi, lakini finishing yake anaweza asitoe assist. Sehemu ya kutoa assist akapiga, sehemu ya kupiga akatoa assist. Bana alitajwa Mohamed Bajaba ambaye yupo hivi sasa, ambaye kwa hivi sasa yupo na klabu ya Simba kama X factor ambayo Fadlu Davis alimhitaji wakati ule akiwa manager wa timu. Lakini kwa Fadlu alisema anahitaji namba 10 ambaye ni mzawa. Ambaye ni namba 10 bora. Alipewa Morris. Apewa Morris Abraham. Lakini za kikachero ni kwamba namba 10 ambaye alikuwa anamhitaji Fadlu moja kwa moja alikuwa ni Faisal Salum. Yani hapo hakuna haja ya kuficha. Ni kwamba Simba kila ambacho naomba na coach wanakuwa wanapindisha. Kama muomba Faisal wanaleta Morris.